pa kuandika, basi chukua daftari lako, kalamu na kalamu yake. Anza moja kwa moja na somo ambalo Yesu ametujalia kutupatia jioni hii mahali hapa. Neno lake Yesu ambao ametupa, nimepata kichwa cha somo, andika saa ya utungu. Saa ya utungu. Saa ya utungu. Kwa wazazi na wakunga wanaelewa nini maana utungu. Ni kipindi kile ambacho mwanamke mjamzito anapokaribia kujifungua. Ni kipindi ambacho kinakuwa na ugumu sana na kichungu sana. Baadhi ya wanawake kwa mara ya kwanza walipofikia hicho kipindi walijuta kwa nini walibeba mimba. Na kuna wengine walisema hii tena itakuwa ya kwanza na ya mwisho, na walifanya hivyo kweli. Wakafunga na kizazi chao kama ndio hii ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andika tu saa ya utungu. Utungu. Ninamshukuru Bwana Yesu Kristo kwa neema yake na kwa upendo wake. Biblia ni kitabu ambacho kimebeba mambo mengi sana. Kinazungumzia maisha ya leo, ya sasa na hata maisha ya milele. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16, baada ya mwanadamu hasa Hawa kumkosea Mungu, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Uchungu ni zaidi ya utungu, ni maumivu ambayo si ya kawaida. Wakati mwanamke mjamzito anapojiandaa kujifungua, hiyo hali inakuwa ni mshike. Mara nyingi kwa mara ya kwanza kuna mawili. Kama wakunga hawatakuwa tayari karibu na huyo binti, huyo mwanamke wa uzao wake wa kwanza, huyo mtoto anaweza kufa au akazaliwa mwenye kasoro, ama wote wakafa, mama na mtoto. Na kwa uzoefu kidogo niliopata, mara nyingi katika hospitali za serikali, uzazi wa kwanza wanakuelekeza nenda hospitali fulani maalum. Sio kila hospitali inaruhusu kumzalisha mtoto mwanamke uzao wake wa kwanza, kwa tahadhari za kupata umakini wa kumsaidia. Mimba ya kwanza mara nyingi wanapenda kuwa na uangalizi mkubwa. Sasa hapa leo tunasema mtumishi Lesa leo anaanza kufundisha mambo ya uzazi. Saa ya utungu ni saa ambayo inakuja mbele zetu. Ni saa ambayo ni ngumu sana. Wako wanaokwenda kwenye kujifungua wanarudi wakiwa na watoto wamebeba wakifurahia, lakini wako wanarudi na mikono kichwani wakiwa wamepoteza watoto wao. Wako ambao pia hawarudi wao wala watoto wao, wanakuwa wamefia saa ya kujifungua. Kwa bahati mbaya wanakuwa wamekufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni saa ambayo ina kama fumbo fulani na kitendawili kigumu, kwamba tunajua atarudi na mtoto. Utasikia si riski, si bahati yake, au alirudi na mtoto fulani ama hakurudi. Nilipokuwa hapa najiandaa kwa ajili ya ibada ya jioni hii, Mungu akaniambia nikasoma kitabu fulani cha Daniel, nikafanikiwa kuhitimisha mahali sura ya 12. Sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 3. Kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Daniel sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo naomba nisome. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana maandiko ya kitabu kile. Tena wengi wa hao walao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa nyakati hizo, majira hiyo yatakapokuja, yatakapokuwa ni magumu tangu kuwekwa kwa nchi au kuumbwa kwa dunia. Hajawahi kutokea tabu itakayotokea. Kuna mambo magumu sana. Kitabu cha Mathayo kuna mahali sura ya 24 kimeelezea kwamba kama Mungu asingelipunguza hizo siku, hata wateule wasingeokoka. Yani wale ambao waliaminiwa kwamba ni watakatifu, nao wasingeleweza kuokoka, kwa sababu itakuwa ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Ni nyakati ambazo ni ngumu sana sana. Hizo siku zinakuja, siku za mbele zinazokuja, ambazo ni siku ambazo ni ngumu sana sana sana. Kwa watakao kuolewa ni wale tu majina yao yatakayokuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima. Watakao kuwa wamejikana nafsi zao na roho zao milao na kuambatana na Yesu Kristo, hao ndio watakaopata neema ya kuokolewa. Kiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 24 kianzia ule mstari wa 15, utaona pale nasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Daniel limesimama katika patakatifu asomaye na afahamu, ndio walio katika Wayahudi na wakimbilie milimani, na yale juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wale shambani asirudi nyumbani kuchukua nguo yake. Ole wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusi wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo itakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, na wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingelifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zilifupizwa siku hizo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati ambazo tunapaswa kuwa tayari, kujiweka tayari, kujikana nafsi zetu na kutafuta uso wa Mungu kwa bidii sana, na kujinyenyekeza mbele zake na kujua nini yaliyo mapenzi yake na amri zake. Kitabu hiki cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 7 imeandikwa katika kitabu mstari wa 7, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko mbalimbali mahali ya nchi mahali. Mstari wa 8 anasemaje? Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Hayo yote ni mwanzo wa utungu. Mathayo sura ya 24 mstari wa 7 hadi wa 8, tunaona hayo ndio yote ni mwanzo wa utungu. Ndio hali ambazo zitakuja kutokea, na ndiko tuko sasa tunakopitia. Ni taarifa. Kristo anasema na wewe, anasema na mimi, tujiandae kabla saa ya utungu haijafika. Ni saa ngumu, unexpressed, haiwezi kuelezeka kwa maneno, huwezi kuielezea. Ni zaidi hata ile kipindi ambacho mwanamke mjamzito anapojiandaa kusukuma mtoto ama kumleta mtoto, huwa kuna vilio na kusaga meno, na baada hapo anaanza kusema asante, anaambiwa hongera, umepata mtoto wa kike au wa kiume. Watu wanafurahi pale. Yesu Kristo anatutahadharisha kwamba nyakati hizo zinakaribia. Kwa hiyo ni kujiandaa, kujipanga, kujikana nafsi yako, kujichunguza nini yaliyo mapenzi ya Mungu anayotaka uyaishi. Acha kuishi katika mazoea, acha kuishi katika hali ambazo si za kweli. Ukiangalia ule mstari wa 9 na wa 10 katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, nasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana na kuchukiana. Amen. Na kuchukiana, watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa Mungu watatokea na kudanganya wengi. Ndio sababu kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mstari wa 14 ukisoma pale kuanzia sura ya 24 mstari wa 7 nimesoma hadi wa 14, umeona hapo tukaenda mpaka mstari ule 20 pale, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatupenda. Daniel alianza kuonyeshwa haya mapema miaka hiyo, na leo tunakumbushwa tena kujipanga. Tusikae tukajisahau tu kwenye kula na kunywa, lakini tujue kwamba nyakati hizo zinakaribia. Jichunguze mwenyewe, aina maisha yako unaishi, ni dini yako ama ni dhehebu lako litakalo kuokoa, ama ni Yesu Kristo ndiye ambaye unapaswa kumfuata. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu
mfano wake haukuwapo tangu ulipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Usipokuwa umeandikwa katika kitabu cha uzima, hautaokolewa, utaingia kwenye hukumu ya mateso na kusaga meno. Yesu Kristo anakupenda sana. Yesu Kristo ni yeye anayesema na wewe mahali ulipo, jihoji, jihakiki, jichunguze jinsi ulivyo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae tu katika mazoea, tubadilike. Tuchunguze maandiko, tuyafuatilie na kumwomba Roho Mtakatifu atusaidie kujua nini ambacho Yesu anasema, nini ambacho Bwana anataka tuishi. Tunaona hapa anasema watakokolewa ni wale tu ambao majina yao yataonekana katika kitabu kile. Tena wengi hao walalao katika mavumbi, yani wale kufa, wataamka. Wengine wapate uzima wa milele, yani wale ambao waliishi na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, hao watapata uzima wa milele. Wengine aibu ya kudharauliwa milele, hao ni wale ambao walimkataa Kristo, walikataa kuishi katika mapenzi ya Mungu, hao watahukumiwa. Na wale walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo wale ambao wanasimama katika misingi ya haki, kupigania haki, hao watang'aa kama nyota. Wengi hao watang'aa kama mwangaza wa anga, nao waongozao wenye haki watang'aa milele. Hao wote wanaosimama katika misingi ya haki na kupigania kuona wengine wanapata haki. Bwana Yesu Kristo anasema na wewe, anasema nami kuhusiana na neno lake ili lililo hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tafakari sana kile ambacho unasikia. Tafakari aina ya maisha unaishi. Usikae tu kwa kujipoteka, mimi ni Mkristo au mimi ni dini fulani, imani yangu inaniamikisha hakika. Jaribu kuuliza katika roho, ni je, uko kwenye mstari sawa sawa? Uko kwenye njia ya kweli na uzima? Yohana 14:6. Unamfuata Yesu Kristo, unajua mapenzi yake na amri zake na sheria zake kabla hiyo saa ya utungu haijakufikia. Ni saa ambayo hakuna atakayeweza kumsaidia mwingine, hakuna atakayemsaidia mwingine. Kina mama wajawazito wakati huo kujifungua, kama yuko mume wake pembeni, anaweza hata kumng'ata meno, atafuta kumgamata na kumshikilia ili amsaidie kumsukuma mtoto kutoka. Ni kipindi ambacho ni kigumu sana, ni kipindi kigumu sana, kipindi kigumu sana. Yesu Kristo ndio pekee anaweza kukusaidia saa hiyo utungu inayokuja. Jipange vizuri sasa juu ya maisha yako kabla wakati huo hujafika, ambao unasema taabu yake na dhiki yake haijawahi kuwepo tangu kuwekwa misingi ya nchi. Hakujawahi kutokea hali ngumu kama kipindi ambacho kinakuja. Yesu Kristo anatuhakikishia ni kipindi kigumu sana. Neema tu na rehema za Mungu ndio zitakazoweza kuokoa kutoka katika hali ile ya taabu. Lakini pia ametuhakikishia wale tu majina yao yatakayokuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, hao ndio watakaookolewa kwao. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba katika kipindi hicho niwe mmoja kati ambao wameandikwa kwenye kitabu kile cha uzima. Bwana, ninaomba rehema nikitubia nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu kwa kuenenda katika mazoea, kwa kuenenda katika kiburi, kwa kuenenda kwa kufuata mapokeo na mikumbo ya dunia hii na miamko. Ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Ninajua Yesu unanena nami leo ili niwe miongoni mwa wale watakaookolewa saa ya utungu itakapofika. Ninahitaji msaada kutoka kwako. Ninahitaji uongozi wa Roho yako Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nifundishe yalipasayo kuenenda hata sasa. Nitie bidii, niamshe hata usiku wa manane nijue ya kutembea, nikutafakari usiku na mchana, niishi neno lako ufalme. Ninaomba Kristo Yesu, ninaomba Bwana wa majeshi, ninaomba hata kwa ajili ya uzao wangu, ninaomba hata kwa ajili ya wenza wangu, ninaomba hata kwa ajili ya watoto wangu, ninaomba Bwana kwa ajili ya taifa langu. Bwana wa majeshi Yesu Kristo, ninaomba Bwana niweze kuishi kila ambacho Yesu unataka niishi, ili ile saa ya utungu itakapofika, saa ambayo ni ya vilio na kusaga meno. Wako watakaolia na kusaga meno, wako watakaofurahi milele. Ni miongoni mwa wale watakaofurahi milele Bwana, nisiwe miongoni mwa wale watakaodharauliwa milele Bwana. Bwana wa majeshi, ninaomba rehema,
ninatubu kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, mahali popote ambapo nimekosea, iwe kwa kufahamu au kutokufahamu. Unisafishe na kunitakasa. Sema nami tena na tena Bwana. Nipe moyo wa nyama ulio laini kujifunza. Nipe roho ya unyenyekevu na utii. Nipe bidii ya kutafuta uso wako. Nipe nafasi ya kutafuta kila itwapo leo. Kila sekunde, kila dakika ya maisha yangu, nijue jinsi ya kukutafuta wewe Bwana, na kutembea katika amri zako, sheria zako na hukumu zako, na kuyaishi mapenzi yako. Kinywa changu kitamke tu yaliyopasayo wa kuwashuhudia wengine kweli yako Bwana. Ninakataa kuwa kibao na kuwa chombo cha kuwabeba wengine nami nikaachwa. Bwana, ninaomba unisaidie. Roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu, ponda sasa nafsi yangu, ponda roho yangu na mwili wangu sasa, vikugeukie Bwana, niweze kutembea Bwana katika amri zako, sheria zako na hukumu zako, nipate kuyaishi yale mapenzi yako Bwana. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, nikijitenga kutoka kwenye asili ya baba zangu na mama zangu, kutoka kwenye ukoo wa baba yangu na mama, kutoka kwenye asili mapokeo ya dini zetu na madhehebu, Yesu Kristo, mila zetu, desturi, tabia na mifumo yote ya dunia hii, Bwana, kila kinasaba cha kishetani ambacho kinanifuatilia na kuninasa, ninatoka huko kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa wewe ndio njia, kweli na uzima. Yesu Kristo, kila liitaye jina lako ataokolewa. Ninaliita jina lako saa hii. Ninaliita jina lako Bwana Yesu Kristo. Liite jina lako Yesu Kristo sasa. Mwite yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yesu Kristo, naomba unisaidie. Bwana, unisaidie Bwana. Ile saa ya utungu itakapofika nisikosekane. Nipate neema Bwana. Nipate kuokolewa Bwana. Nipate kufunguliwa Bwana. Nipate kuwekwa huru Bwana, kwa damu mwana kondoo, kwa jina lako Yesu Kristo, kwa mamlaka yako Bwana, ninajiachilia kwako Bwana. Ninaomba saa hii Bwana, nisaidie Bwana. Ninatoka kwenye kila aina mapokeo na mazoea, kila kiburi cha uzima, kila roho ya ugaidi, kila roho ya majigambo na tambo kwenye maisha yangu, kila yaliyo machukizo Bwana. Yesu Kristo, niepushe na hayo yote yasiyofaa. Nijue nini ile mapenzi yako Bwana. Niishi katika amri zako, sheria zako na hukumu zako, na niwe mwepesi kuambia wengine kweli yako Bwana. Bwana, Mungu wa Isaka na Yakobo, kabla saa ya utungu haijafika, kabla saa ya tabu na dhiki kuu ambayo haikuwepo tangu kuumbwa kwa nchi hii, tangu kuumbwa kwa dunia hii, Bwana, ninakuhitaji Kristo katika anga ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakuhitaji Bwana katika Afrika, Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Ulaya, Asia, Australia, mabara yote saba. Uwepo wako na ukuu wako ukaonekana Australia, katika ukuu wako Bwana, katika sayari saba. Uwepo wako Bwana, Mungu wote wakujue, Mungu wa kweli wa pekee, wakajue ni ile mapenzi yako, wakaweze kuishi katika amri zako, katika sheria zako na hukumu zako, wala kama usiishi katika mazoea, ili saa ya utungu itakapokuja, itakapoijilia dunia, wapate kuokolewa kwao, wapate kuponywa, wapate kuitwa katika majina yake katika kitabu chako cha uzima. Nami nisikosekane Bwana. Ninaomba kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa jina la Yesu, kwenye anga, sayari, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye mbingu, kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako Yesu Kristo. Amen. Wakayakatakata maashera, wakabomoa mahali pa juu na madhabahu katika Yuda yote na Benjamini katika Efraimu, pia na Manase. Hata walipokwisha kuviharibu vyote, ndipo wana wa Israeli wote wakarudi kila mtu kwa milki yake mijini kwao. Wakati nasoma hapa, nikajikuta naongea maneno tofauti, kwamba hapa alikuwa anasema kila mtu kwa milki yake mjini kwao. Nikajikuta natamka hatutaondoka mjini, hatutaenda mjini. Nikajikuta nasema hatutaenda mjini. Nikajikuta kwa nini nasema hatutaenda mjini? Nikasema huenda sasa hapa Mungu anasema bado kuna maombi ambayo tunatakiwa kuendelea nayo ya vita. Kwamba walipomaliza kuvunja na kuharibu kila kitu, wana wa Israeli wote walienda kurudi mjini. Lakini sisi tumeambiwa hatutaondoka kwenda mjini. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea na maombi sana kwa habari ya vita, na nini Mungu amesema haya katika jina la Yesu.